بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Huu ni mteremsho wa kitabu kisichokuwa na shaka yoyote kinachotoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Au wanasema amekizua, bali hichi ni kweli iliyotoka kwa Mola wako mlezi ili uwaonye watu wasiofikiwa na mwonyaji kabla yako, huenda wakaongoka. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na viliomo baina yao kwa siku 6 na akatawala kwenye kiti cha enzi. Nyinyi hamna mlinzi wala muombezi isipokuwa yeye tu. Basi je, hamkumbuki? Anapitisha mambo yote yaliyo baina mbingu na ardhi, kisha yanapanda kwake kwa siku ambayo kipimo chake ni miaka 1000 kwa mnavyohesabu nyinyi. Huyu ndiye mwenye kuyajua yasiyoonekana na yanayoonekana, mwenye nguvu, mwenye kurehemu, ambaye ametengeneza vizuri umbo la kila kitu na akaanzisha kumuumba mtu kwa udongo, na kisha akajalia uzao wake utokane na kizazi cha maji madhaifu. Kisha akamtengeneza na akampulizia roho yake na akakujalieni kusikia na kuona na nyoyo za kufahamu. Ni uchache mnavyoshukuru. Nao husema tutapokwisha potea chini ya ardhi ni kweli tutarudishwa katika umbo jipya, bali wao wanakanusha kwamba watakutana na Mola wao mlezi. Sema, atakufisheni malaika wa mauti aliyewakilishwa juu yenu, kisha mtarejeshwa kwa Mola wenu mlezi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surat As-Sajda imeteremka Makka. Sura hii iliteremka baada ya Surat Al-Mu'minun, nayo imekusanya mazungumzo juu ya kuteremshwa kitabu na umuhimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuumbwa mbingu na ardhi
na shani yake mtukufu katika kupanga na kumlea na kumwendeleza kumuumba mwanadamu, na maneno ya wenye kukanya kufufuliwa, na jawabu ya kuwajibu, na hali ya wakosefu, siku ya hisabu, na msimamo wa waumini wakati zinapotajwa aya, na kubainisha malipo ya waumini na waovu, na kuteremshiwa Musa alayhi salam Taurat, na vipi alivyoamili Mwenyezi Mungu wana wa Israeli, na kuwaelekeza makafiri wa Maka wazingatie walivyoangamia waliowatangulia, na kuwataka watazame kwa macho yao ili waamini kufufuliwa. Na sura imetaja vipi hao makafiri walivyoifanyia kejeli siku ya ushindi na jawabu waliopewa. Na lengo muhimu la sura hii ni kuelekeza nadhari kwenye ishara za ulimwengu ulivyoumbwa, na mazungumzo juu ya kufufuliwa, na jawabu za kuwarudi hao wanaokanya kufufuliwa, na kuwaelekeza makafiri wazingatie maangamizo yaliyowasibu waliowatangulia. Alif Lam Mim ni harufi zilizoundiwa Qur'ani kama yalivyoundiwa maneno yenu. Ikiwa mmeshindwa kuleta mfano wake hii, basi ni ushahidi kuwa hii inatokana na Mwenyezi Mungu, wala hakuisema mwanadamu. Huu ni uteremsho wa Qur'ani, umetoka kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa ulimwengu wote. Na yeye ndiye mwenye kupanga mambo yao, hapana shaka yoyote kuwa hii imeteremka kutoka kwake. Ati wanasema kaizua Muhammadi, na yeye akamsingizia Mwenyezi Mungu. Haiwafalii wao kusema hayo, kwani hii ni haki kweli iliyoteremka kutokana na Mola wako mlezi, ili upate kuwakofisha kwayo watu ambao hawajapata kujiwa na mtume kabla yako. Utaraji kwa onyo hili wapate kuongoka na wafuate haki. Mwenyezi Mungu aliomba mbingu na ardhi na viliomo baina yao kwa siku 6. Kisha akatawala juu ya kiti cha enzi, yani arshi, kwa utawala uliolaiki naye. Nyinyi hamna badala yake yeyote msaidizi wa kukunusuruni, wala mwombezi wa kukuombeeni. Basi je, mtaendelea kushikilia kuwa katika ukafiri na inda, wala msiwaidhike kwa mawaidha Mwenyezi Mungu? Yeye huyaendesha mambo ya uumbaji katika mbingu na ardhi, kisha amri yake hupanda kwenda kwake kwa siku ambayo kadiri yake ni kama miaka 1000 kwa mujibu wa miaka duniani mnayohesabu nyinyi. Huyo ndiye alisifika kwa kuumba na kutawala na kupanga, mwenye kuyajua ya ghaibu na viumbe vyote na wanayoyaona, ambayo amri yake ni yenye kushinda, mkunjufu wa rehema. Aliyeumba kila kitu kwa ustadi kwa mujibu wa inavyohitajia hikima yake, na akaanza kumuumba mtu wa mwanzo kwa udongo. Kisha akawafanya dhuria zake wa namna mbalimbali kutokana na maji machache dhaifu yasiyotamanika kwa kawaida. Katika aya hii tukufu utokane na kizazi cha maji dhaifu. Neno la Kiarabu lilotumiwa ni mahin. Neno hili likitumiwa kwa mtu lina maana ya dhaifu, mnyonge, na pia lina maana ya chache. Basi kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu min ma'in mahin, maana yake ni kutokana na maji machache dhaifu, ndiyo ya kudharauliwa. Mfano wa hayo ni kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, au mimi si bora kuliko huyu aliye mahin, mnyonge, wala hawezi kusema waziwazi. Az-Zukhruf sura ya 43 ya aya 52. Na neno mahana alibila maana yake kumkama maziwa ngamia. Kwa hivyo basi hapana ubaya kulifasiri neno hili mahin katika aya hii kwa maana ya maji yanayotoka kwa kuchupa au kumiminika, kama yanavyotoka maziwa kwenye chuchu au machache. Kisha akamsimamisha na kumkuza, na akamtia ndani yake siri yake aliyomhusisha nayo, na akakupeni masikio na macho na akili mpate kusikia na kuona na kufahamu. Nanyi hamshukuru ila kwa uchache. Na wanaokanya kufufuliwa wakasema, ati sisi tukishakuwa mchanga uliochanganyika na mchanga wa ardhi usibagulike, ndiyo kweli tutarejea kwa umbo jipya? Hao hakika si kama wanakanya kufufuliwa tu, bali wanakadhibisha yote yatayokuwako akhera. Sema, atakufisheni malaika wa mauti aliyewakilishwa kuzikamata roho zenu utapokusha muda wenu, kisha kwa Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo mtarejea. ولو ترى إذ المجرمون
ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Na ungeliwaona wakosefu wanavyoinamisha vichwa vyao mbele ya Mola wao mlezi. Mola wetu mlezi, tumeshaona na tumeshasikia, turejeshe tukatende mema, kwani hakika sisi tumekwisha kuwa na yakini sasa. Na lao tungelitaka tungempa kila mtu uongofu wake, lakini imekwisha kuwa kauli toka kwangu, kwa yakini itaijaza jahannam kwa wote hawa majini na watu. Basi onjeni kwa vile mlivyousahau mkutano wa siku yenu hii, na sisi hakika tunakusahauni. Basi onjeni adhabu ya milele kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Hakika wanaoziamini aya zetu ni hao tu ambao wakikumbushwa hizo basi wao huanguka kusujudu na humsabih Mola wao mlezi kwa kumhimidi, nao hawajivuni. Mbavu zao zinaachana na vitanda kwa kumwomba Mola wao mlezi kwa hofu na kutumaini, na hutoa kutokana tulivyowaruzuku. Nafsi yoyote haijui waliofichiwa katika hayo yanayofurahisha macho ni malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda. Ati aliyemuamini atakuwa sawa na aliyempotovu? Hawawi sawa. Ama walioamini na wakatenda mema watakuwa nazo bustani za makazi mazuri, ndiyo pa kufikia kwa waliokuwa wakiyatenda. Na ama wale waliotenda uovu, basi makazi yao ni motoni. Kila wakitaka kutoka humo watarudishwa humo humo, na wataambiwa, onjeni adhabu ya moto ambayo mliokuwa mkikanusha, na tutawaonjesha adhabu hafifu kabla ya adhabu kubwa, huenda labda watarejea. Na ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayekumbushwa kwa ishara za Mola wake mlezi kisha akazikataa? Hakika sisi tutajilipiza kwa wakosefu.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. lau kuwa umejaliwa kuona wakosefu kwenye msimamo wa hisabu ungeliona ajabu pale wale wakosefu wenye kujivuna watavyoinamisha vichwa vyao kwa hizaya inayotokana na Mola wao mlezi, nao watasema kwa unyonge, ewe Mola wetu mlezi, tumekwisha yaona tuliokuwa na upofu nayo, na tumekwisha sikia tuliokuwa na uzimi nayo, basi turejeshe duniani tupaitenda mema ambayo tuliokuwa tuyatendi. Hakika sasa hivi sisi tumeyakinika na waliokuja nayo mitume wako, na lau kuwa tunataka tungelimpa kila mtu uongofu wake, lakini kauli yangu ilikushatangulia nayo ni bila shaka nitaijaza jahanamu kwa wote hawa majini na watu, kwa kuwa tulijua kuwa wengi wao watakhiyari upotovu. Basi onjeni adhabu kwa vile mlivyoghafilika na kukutana nami hii leo. Hakika sisi tunakuacheni katika adhabu kama watu waliosahauliwa, na onjeni adhabu ya milele siyo katika kwa sababu ya ukafiri wenu na uasi wenu. Hakika wanazisadiki ishara zetu wale ambao wanapoaidhiwa kwazo huanguka chini kwa kumsujudia Mwenyezi Mungu, na wakamtakasa Mola wao mlezi na kila upungufu, na wakamsifu kwa kila ukamilifu. Na wala wao hawatakabari wakakataa kuzifuata ishara hizi. Mbavu zao zinabambatuka na vitanda vyao, yani wanaacha usingizi wao kwa kumomba Mola wao mlezi kwa kuihofu adhabu yake na kutumai rehema yake, na ambao kutokana na mali tuliyowapa wanatoa kwa ajili ya mambo ya kheri. Na hapana mtu yeyote anayejua kiasi cha Mwenyezi Mungu alichomwandalia na akawafichia katika neema kubwa kubwa, na ambazo ni za kupoza macho yao kuwa ni malipo kwa waliokuwa wanayatuma ya utiifu na vitendo. Kwani watu watakuwa sawa katika malipo yao na hali wanakhtalifiana katika vitendo vyao. Je, aliyekuwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu ni kama mwenye kumkatana akamwasi? Hasha, hawawi sawa. Ama walioamini na wakatenda mema watapata bustani za utulivu ziwe ndiyo maskani zao, kuwa ni ukarimu watakaokirimiwa kwa waliokuwa wakiyatenda. Ama wale waliotoka nje ya utiifu wa Mwenyezi Mungu kwa kufuru zao, makazi yao aliyotayarishia ni motoni. Kila wakijaribu kutoka watarudishwa huko huko, na wataambiwa, onjeni adhabu ya moto ambayo mlipokuwa duniani mkishikilia kuikadhibisha. Na tunaapa, hapana shaka tutawaonjesha duniani adhabu duni kabla hawajafikia hiyo adhabu kubwa kabisa, nayo ni kudumu milele katika moto. Huenda pengine watakaoadhibiwa kwa hiyo adhabu duni watatubia, waache ukafiri wao. Na hapana mtu yoyote aliyezidi udhalimu kuidhulumu haki na kuidhulumu nafsi yake kuliko mtu anayekumbushwa kwa ishara za Mwenyezi Mungu na hoja zilizo wazi, kisha akaacha kuziamini juu ya kuwa ni wazi dhahiri. Hakika sisi tutajilipizia juu ya kila mkosefu. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Hakika sisi tulikwisha mpa Musa kitabu, basi usiwe na shaka kuwa kakipokea, na tukakifanya kuwa ni uongofu kwa wana wa Israeli, na tukawafanya miongoni mwao waongozi wanaongoa watu kwa amri yetu waliposubiri na wakawa na yakini na ishara zetu. Hakika Mola wako mlezi ndiye atakayefafanua baina yao siku ya kiyama katika waliokuwa wakihitalifiana. Je, haijawabainikia kwamba kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao, nao wanapita katika maskani zao hizo? Hakika katika hayo zipo ishara. Basi je, hawasikii? Je, hawaoni ya kwamba tunayapeleka maji kwenye ardhi kavu, kisha kwayo tunaitoa mimea wanayokula wanyama wao na wao wenyewe? Je, hawaoni? Wanasema, ushindi huu ni lini, kama mnasema kweli? Sema, siku ya ushindi. Wale waliokufuru imani yao haitawafaa kitu, wala wao hawatapewa muhula. Basi wapuuze, nawe ngoja, hakika wao wanangoja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na sisi tulikwisha mpa Musa Taurati, basi usiwe na shaka na kupokea kwa Musa kitabu hicho. Na tumekijalia kitabu walituteremshiwa Musa kiwe ni uongofu kwa wana wa Israeli. Na kutokana na wana wa Israeli tumejalia wawepo maimamu, waongozi wa dini, wasimame kuongoa watu kwa kuitikia amri yetu, kwa vile waliovumilia kuyatenda yaliyomo katika Taurati, na wakawa wanazisadiki ishara zetu komo wa kusadiki. Hakika Mola wako mlezi ndiye peke yake atakayehukumu baina ya manabii na kaumu zao siku ya kiyama katika mambo wanayokhtalifiana. Je, kwani Mwenyezi Mungu aliwaacha waliowakadhibisha mitume wao na hakuwabainishia kwamba yeye aliwahilikisha wengi katika kaumu zilizowatangulia, na wao wanapita kwenye majumba yao na wanatembea kwenye maskani zao? Hakika katika hayo pana mawaidha ya kuonyesha haki. Wao wameingiwa na uziwi, hawasikii mawaidha haya. Wameingia upofu na wala hawaoni ya kwamba hakika sisi tunapeleka mvua na mito kwenye ardhi za ukame ambazo hazimei mimea, na tukaziotesha mazao yake. Wakala wanyama wao, na wao wenyewe wakala nafaka zake na matunda yake. Wamepofuka, na kwa hivyo hawazioni dalili za Mwenyezi Mungu za kuwafufua wafu. Na washirikina wanakwambia wewe na waumini, wakati gani Mwenyezi Mungu atakufungulieni mpate ushindi? Tuambieni wakati wake ikiwa nyinyi ni wasema kweli. Waambie siku ya hukumu na kufafanua isikufikirieni. Waliokufuru haitowafaa kitu imani yao, wala hawatapewa muhula hata chembe ya hiyo adhabu wanayostahiki. Na ikiwa kufanya maskhara kama hivi ndiyo mtindo wao, basi wapuuzilie mbali. Na wewe ngojea ukweli waliokuahidi Mola wako mlezi juu yao, kwani wao wanakungojea ushindwe.